Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Arusha. Hapa ni katika kata ya Sokoniwani, mtaa wa Moriet, ambapo taasisi ya Arusha Sobriety House, ambapo ni mahali pa upatikanaji nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Unaelezwa kuwa uraibu bado ni changamoto katika jamii, jambo ambalo linahitaji jitihada za makundi mbalimbali kuisaidia jamii. Uponyaji wako ni uponyaji wa jamii. Hii ni kauli mbiu ya taasisi ya Arusha Sobriety House inayopatikana mjini Arusha. Katika kufahamu mengi kuhusu taasisi hii ya Kalamu TV Online YouTube channel, tumezungumza na mkurugenzi mwanzilishi wa taasisi hiyo, Bi Rosemary William, ambaye amefahamisha kile wanachokifanya. Mpendwa mtazamaji wetu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kwa majina naitwa Rosemary William Desokia, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa taasisi ya Arusha Sobriety House. Arusha Sobriety House ni taasisi inayojihusisha na kusaidia waraibu wa mihadarati, ikiwa ni pombe, dawa za kulevya, bangi, sigara na changamoto nyingine kama tabia zisizofaa. Arusha Sobriety House tunajihusisha zaidi kuwasaidia waraibu wa namna hiyo, na tunapatikana kwenye kata ya Sokoniwani, eneo linaitwa Moriet. Huduma hii kwa sababu ni ya kijamii, sisi kama Arusha Sobriety House tumejitolea kusaidia mgonjwa wa kwanza kabisa ambaye ataweza kufika kwenye taasisi yetu, lakini pia tutasaidia waraibu wengine 5. Wao tutawasaidia kwa maana ya kuwapa nusu ya gharama ambazo tayari tulikuwa tumezipanga. Na hiyo nusu ya gharama ni kwa ajili ya kusaidia sisi kuweza kuwapatia huduma ya chakula, huduma ya kuonana na daktari, lakini pia na huduma nyingine mbalimbali ambazo watakuwa wanapatiwa wakiwa ndani ya kituo. Tunawakaribisha sana kwenye huduma yetu, na kwa mawasiliano zaidi unaweza ukatupigia kwenye namba yetu ya simu 0758222111. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram na TikTok kwa jina la Arusha Sobriety House. Karibisha sana. Uponyaji wa mraibu ni uponyaji wa jamii. Taasisi yetu ya Arusha Sobriety House ni taasisi ambayo imesajiliwa kisheria na iko chini ya serikali. Na tunaishukuru sana serikali kwa ujumla kwa namna ambavyo inatusaidia kwenye jamii. Tukiangalia kwa hizi siku za karibuni, kuna serikali inatusaidia sana hasa kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, lakini pia na mihadarati mingine mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama Arusha Sobriety House tunaishukuru sana serikali kwa namna ambavyo inatusaidia na namna ambavyo inaweza kutufikia hata sisi ambao tuko kwenye jamii. Na huduma hii ya Sober House ambayo tunaizungumzia inasaidia sana vijana wengi wa kike na wa kiume ambao tayari wameathirika na hii changamoto ya mihadarati. Lakini pamoja na hayo, pia kwa namna ambavyo serikali inatoa elimu, lakini na sisi kama Arusha Sobriety namna tunatoa elimu kwenye jamii inasaidia sana, hasa kwa vijana ambao walikuwa wanatamani au walikuwa wameanza kutumia mihadarati. Tunaona kwa kiasi kikubwa wanaanza kurudi nyuma, kuacha kujihusisha na kutumia mihadarati ya aina mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama Arusha Sobriety bado tunaendelea kuisii jamii, bado tunaendelea kuwakumbusha wananchi ya kwamba wajue mtu ambaye amekuwa na changamoto ya uraibu ni mgonjwa. Kwa hiyo anatakiwa kupatiwa huduma ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Na pia nikiwa kama mwanamke na wasisitiza wanawake na wasisitiza wanaume wasiwakatie tamaa ndugu zao, jamaa au marafiki ambao wamekuwa na changamoto ya namna hiyo. Waamini na wajue kwamba watu hao wanaweza wakapata nafuu, lakini pia wakapona kabisa. Kwa kila mmoja ajitahidi kwa nafasi yake katika jamii.
kuisaidia jamii ili watu wasiendelee kuingia kwenye changamoto hiyo ya uraibu, lakini pia waendelee kupata nafuu zaidi. Sawa, bado naendelea kusisitiza na kuzungumza na wamama wenzangu, lakini pia naendelea kuzungumza na jamii. Tukiwa kama wamama, tunatakiwa kuwa mstari wa mbele kabisa kwa ajili ya kuweza kuisaidia jamii. Kwa sababu tunajua wamama kwa umoja wetu, tukiamua kushirikiana tunaweza kuwasaidia mabinti zetu, tunaweza kuwasaidia watoto wetu wa kiume. Na tunatakiwa tuwasaidie katika rika dogo sana. Kwa sababu sisi ambao tunaingia kwenye jamii kuzungumza na kuona hii changamoto imeathiri kiasi gani nguvu kazi ya taifa, tunakutana na vijana wadogo, wasichana wadogo ambao wamejiingiza kwenye changamoto ya kutumia mihadarati. Unakuta mtoto mdogo wa darasa la 6 ameshaanza kujihusisha na changamoto hizi za kutumia mihadarati kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo wazazi, tusisite kuzungumza na watoto wetu. Lazima tuzungumze nao katika umri mdogo, kwa sababu watoto wanaathirika ama katika makundi ambao wanakutana nao au jamii ambayo inatuzunguka. Kwa hiyo napenda kuwasihi wamama, tusikate tamaa na tusichoke kuzungumza na watoto wetu, kwani hili tatizo ni tatizo kubwa sana, linaathiri jamii lakini linaathiri taifa kwa ujumla. Kwenye familia zetu unapokuwa na mtu ambaye ameingia kwenye changamoto ya uraibu, kwa wale wachache ambao wamepitia hiyo hali wanajua ni tatizo kubwa sana. Na anapokuwa mraibu kwenye nyumba moja, tunaona nyumba nyingine zaidi ya 20 zinaozunguka nyumba hiyo wanakuwa wanaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kila mmoja apaze sauti kuhakikisha waraibu wanapatiwa huduma stahiki, wanapata nafuu na wanapona kabisa. Sawa, bado nawakumbusha kwa habari ya mawasiliano, Arusha Sobriety House tunapatikana kwenye namba ya simu 0758222111, na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii Instagram na TikTok kwa jina la Arusha Sobriety House. Uponyaji wako ni uponyaji wa jamii. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.